Kwa jina naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Soma neno, fanya neno. Na kufanya neno ni na neno ni daima mbele. Tanzania kwa Yesu. Tanzania hii kwa Yesu. Haleluya. Sasa ndugu zanguni, tunaposema kufanya neno, maana yake kuyaelewa maelekezo. Haleluya. Tukiyaelewa maelekezo, kuna uzima tele, ina maana kuishi bila ugonjwa. Kuna utajiri, na watu wengi ndio wanachosotea, na amani. Hivyo vyote vitatu vinakwenda pamoja. Ukiwa tajiri bila amani, utajuta kwa huo utajiri wako. Na ukiwa tajiri huna uzima, bado utakuwa tajiri mwenye kulialia, tajiri mwenye mateso. Ndio maana hivi vyote ndio vinasema kwenye Biblia, uzima tele. Mimi nalikuja wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Haleluya. Amani yangu na waachieni, amani yangu na wapeni. Ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Haleluya. Yesu Kristo ingawa alikuwa tajiri, alifanywa maskini pale msalabani na kwenye mateso, ili sisi tuwe matajiri. Ndio ufunuo wa Biblia. Unatafuta vitu vitatu tu. Unatafuta uzima, unatafuta utajiri, unatafuta na amani. Hasa kwenye amani kuna ulinzi ndani. Na watu wengi hawalindwi na Mungu kabisa. Mchawi akitaka kukuloga analoga tu. Akitaka kukutoa nje anakutoa. Akitaka kukuharibia mali zako anaharibu. Sasa ndio tunawafundisha humu kwenye Biblia. Ukielewa, mchawi hafanyi kitu hicho, ila wewe unakuwa bosi wake. Unakuwa kama Danieli, Nebukadreza mwenyewe na watu wa kule Babeli wakasema Danieli ni mkuu wa wachawi, ni mkuu wa waganga. Ina maana renki yake, cheo chake, neema yake ilikuwa juu ya ushirikina. Yeye alikuwa juu ya shetani. Hasa na wewe unapokuwa mtoto wa Mungu, tunataka ujielewe haki zako, kwamba wewe ni juu ya nani? Ya shetani. Utatiisha nchi na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi. Haleluya. Ni maisha kabisa, sio vitu vya nasali pale. Unasali pale pana kusaidia nini? Unapata hayo maisha? Unapata huo ulinzi? Unapata hiyo amani? Unatajirika au uko pale pale? Hasa leo ndio tunajaribu twende pole pole. Haleluya. Hasa somo letu la leo tunajifunza maisha ya hali ya juu. Haleluya. Maisha ya hali ya juu, au Kiingereza chake ni the higher dimension life. The higher dimension life, or the high quality life. Haleluya. Maisha. Haleluya. Sasa kwenye somo hili, kabla sijaanza, ninakupa tu taarifa. Na watu wengi wanapata maisha kwa sababu ya taarifa ambazo tayari wanazo, walizosikia kwa wazazi, walizosikia shuleni, walizosikia kwenye ukoo, walizosikia vyuoni. Zile taarifa baadaye ndio zimekuwa maisha yao. Haleluya. Sasa hizi habari ninazokufundisha zinatoka kwa Roho Mtakatifu.
ambaye ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo hiki kila siku kama ninavyosema ni chuo kikuu cha mbinguni kinachofundisha namna ya kuishi kwa raha, kwa amani, kwa furaha, bila matatizo hapa duniani. Na inawezekana hayo maisha yako yanaitwa maisha ya rohoni na yanaweza kufundishika. Wala sio kipawa, wala sio kipaji. Maisha haya yanaweza kufundishika. Ukimaanisha kuyaelewa utayapata. Ukipuuza kuyapata, utakuwa msindikizaji wa wengine hapa. Utakuwa unapiga makofi, watu wanashuhudia, wewe unashangilia tu, unashangilia tu. Hata siku moja hatutaona umesimama hapa kushuhudia. Kwa sababu usipomaanisha kuyaelewa haya mambo, huwezi kuishi kwa kitu ambacho ukielewa. Huwezi kwenda mahali usipopajua. Mtu hawezi kusimama hapa, bwana mimi naondoka na kwenda zangu mahali lakini sipajui, ila nitafika. Hamna. Upajui huwezi kufika. Uyajui haya maisha huwezi kuyaishi mpaka utakapoyajua. Haleluya. Sasa hebu mwambie jirani yako, mwambie ndugu yangu, maisha haya ya rohoni yanayofundishwa na Roho Mtakatifu, ambayo ni chuo kikuu cha mbinguni, yanafundishika. Ukiyaelewa unayapata. Unapata vitu vitatu: uzima tele, utajiri na amani tele, katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa maisha alionayo mtu yoyote sasa ni matokeo tu ya kile alichokwisha jua. Na hicho kitu alichojua ni kwa sababu alikiona na ni kwa sababu alisikia. Haleluya. Kuna vyuo mbalimbali vya madaktari, hawakuwa wanajua kabisa udaktari. Wakaenda chuoni, wakasikiliza taarifa, walipozielewa na wakaona vitu fulani, wakaelewa. Sasa wamekuwa madaktari. Kwa udaktari ndio maisha yao. Wanapata pesa, wanapata na heshima kwa sababu ya zile taarifa. Wahasibu hali kadhalika. Kila kitu tunasema. Mhasibu alikuwa sio mhasibu, alikuwa mwanafunzi ametoka shuleni, akaenda chuoni. Anasikiliza tu taarifa. Alipozielewa, wanapotafutwa wahasibu wapewe kazi zenye mshahara mkubwa, basi hawa watu wanapata hizo kazi na wanapata maisha. Haleluya. Mafundi wanasikiliza kama hivi ulivyokaa hivi, unasikiliza. Fundi magari, fundi kujenga, ufundi wowote ule unasikiliza. Ukielewa sasa unakuwa fundi. Ukiwa fundi tayari ndio maisha yako. Ina maana utapata pesa humo, utapata heshima humo, na utapata vitu vyote kutokana na huo ufundi wako. Haleluya. Sasa Biblia na yenyewe inazo taarifa. Haleluya. Biblia ina taarifa zote za maisha, ila zimefichwa sana, na ni neema tu kuifahamu Biblia. Ndio maana tunasumbuana, ndio maana inaleta shida, kwa sababu bila Mungu kukusaidia utaelewa Biblia no. Hasa cha kumuomba Mungu, naomba Mungu atusaidie tuielewe Biblia. Na tukiielewa Biblia tumemuelewa nani? Mungu. Na tukimuelewa Mungu, lazima ukimuelewa Mungu utampenda. Lazima ukimuelewa Mungu utamuogopa. Lazima ukimuelewa Mungu utaringia. Lazima ukimuelewa Mungu utafanikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Na lazima ukimuelewa Mungu kama anavyokuelewa yeye, basi uelewe uko ndani ya ufalme usiotetemeshwa. Haleluya. Amen. Sasa Biblia hii ni fumbo. Ndio maana
kuna mistari michache tu nitakuwa nasoma. Nataka nianze hii wa Korinto wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Haleluya. Kwa sababu ni neno kila siku tunapitia. Hapo panasema hivi, iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Haleluya. Iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, lakini sio hekima ya dunia hii wala ya hao wanaotawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata moja. Maana kama wangaliijua hekima ya Mungu wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Haleluya. Kwa hiyo ni hekima iliyofichwa. Na ndio maana sasa pale mbele kwenye mstari wa 9 panasema hivi, siri ni nini sasa? Ni mambo ambayo jicho la mtu halijaona, wala sikio lake halijasikia, wala uko moyoni mwake hajui. Hasa mstari wa 10 ndio anasema, basi Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho wa Mungu huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anayetufundisha hizi habari, maana yeye kwake ni mbinguni. Kwa hiyo habari hizo unapozielewa zinakuletea maisha ya mbinguni, wewe raia unayekaa hapa duniani. Kwa hiyo unakuwa wa mbinguni ingawa uko duniani. Haleluya. Amen. Sasa pale kwenye mstari wa 14 na 15 kuna kitu panasema hivi, lakini mtu mwenye tabia ya asili, mtu wa mwilini, hawezi kuyapokea mambo haya ya rohoni, maana yeye atayaona ni upuuzi. Atang'ang'ana na mambo ya hapa duniani, atang'ang'ana na ujuzi wa duniani, atang'ang'ana na maarifa, utaratibu, ujanja wa kidunia ambao iko siku atakuwa. Hasa mtu wa mwilini hapokei mambo haya, ni mafumbo, ni siri. Yeye anayaona nini? Puuzi. Lakini mtu wa rohoni yeye anayajua yote. Anayajua ya mwilini kwa sababu ana mwili, halafu anayajua ya rohoni, lakini yeye hajulikani na mtu. Haleluya. Hasa wewe hutakiwi kujulikana na mtu, ila wewe unawajua wote. Haleluya. Tena hata haya mambo ya kusema nimekuona kwenye ndoto, nimekuona hivi, nimekuona hivi, maisha ya mtu ni siri. Anaijua nani? Haleluya. Amen. Yeye ndio alijua utazaliwa lini, utakufa lini. Ukiona maisha yako yanaonekana na watu, yanaonekana na manabii, yanaonekana na viumbe, ujue una matatizo. Wachawi wanaweza kuyaona maisha yako kama umekaa vibaya, uhai wako haujafichwa. Sijui kama mnanielewa. Maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Hivi kitu ameficha Mungu, huyo mtu anakionaje? Hasa ukiona unaonekana, kila nabii, hata nabii mchanga, anaanza kutolea unabii. Hasamiki, nimeona mambo yako na nini. Mimi huwa na wafumba vile, naambia nyamaza kimya. Maisha yangu wewe huwezi kuyaona kabisa. Maisha yangu yamefichwa. Hiyo ni roho tu ya uongo ambayo imekudanganya, hata kama unasema kweli. Maana iko siku utaniletea kibaya, hiki kizuri umeniletea, iko siku na kibaya utaleta. Sasa sitaki mimi taarifa za mtu tayari ziko wapi? Ni Biblia. Ila wako watumishi wa Mungu waliokaa karibu sana na Mungu na wao wamejitoa. Hao ndio wanaruhusiwa kuziona taarifa zako, kwa sababu kule ulikofichwa na wao wamefichwa huko. Hivi watu mkifichwa chumba kimoja hamuonani? Hasa hata mtu wa duniani tu anasema nimeota ndoto, nimeona hivi, nimeona hivi. Ujue maisha yako yameachiliwa. Haleluya. Hasa mambo haya ni siri. Kwenye Kolosai 2 hii hapa tutasoma
Kolosai 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Mimi wanasoma hapa mpaka nabaki na shangaa. Hebu tusome katika jina la Yesu. Pameandikwa hivi kwenye mstari wa 2 Kolosai 2. Ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote. Narudia tena, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani Kristo. Upate utajiri wote na upate kujua kwa hakika siri ya Mungu, yani Kristo. Kristo, ndugu zangu, ndio siri ya nani? Ya Mungu. Ndio maana wakati ule tulipokuwa tunafanya ubarikio kule, yule Simeoni alitoa unabii kwa sababu ya Yesu. Anamwambia mama yake na baba yake Yesu, akawaambia hivi, huyu ameletwa kwa ajili ya kuanguka wengi na kwa ajili ya kuinuka wengi. Haleluya. Kuna mtu atadhania ni Mkristo kwa sababu dini yake inatumia Biblia. Kumbe kwenye Ukristo wenyewe, kwenye siri za Mungu wala hayumo. Maana watu sasa hivi kwa sababu ana Biblia likubwa au kadogo au mbili, tayari anadhania ndio Ukristo. Ukristo ni kuzielewa hizi siri za nani? Za Mungu. Dini sio Ukristo. Ukristo ni kitu halisi, unavalishwa uzima, unavalishwa utajiri, unavalishwa heshima, unavalishwa ulinzi, unavalishwa amani. Haleluya. Sasa hebu mwambie mwenzio, kuna siri ya Mungu ambayo ni Kristo. Haleluya. Sasa kama Mungu Ukristo ameuficha, ile siri iliyofichwa ambayo ndio Ukristo, kitu kikifichwa na Mungu hamna wa kukiona mpaka Mungu mwenyewe aamue kukufunulia. Haleluya. Sasa siri hii ni nini? Mstari wa 3 nasoma katika jina la Yesu. Ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Ndani ya huyu Kristo, ndani ya Yesu, hazina zote za maarifa na hekima zimesitirika. Hekima yote ya mbinguni na ya duniani anaijua Yesu Kristo. Utaalamu wote wa mbinguni na wa duniani anaujua Yesu Kristo. Ujuzi wote wa mbinguni na duniani anaujua Yesu Kristo. Namna ya kupata fedha Yesu Kristo anajua, kwa sababu fedha ni mali yake. Namna ya kuchagua mahala pa kujenga nyumba Yesu anapajua. Wewe unaweza ukachagua mahala ukajenga katikati ya wachawi na ukajuta kwa nini umejenga. Juzi usiku nimepigiwa simu na mtu mimi simjui. Ananiambia, bwana mchungaji, mimi bwana sasa nimeshindwa. Huko nyumbani kwetu Rombo wiki nzima sasa nyumba inapigwa mawe halisi. Yaani mawe yanatoka polini yanaingia ndani na kwenye uwanja siku 7. Na wamepiga mbiu ya mgambo, kijiji chote kimekuja hapo kutafuta hao watu wanaotupa mawe, hawaonekani. Mawe kabisa, mengine makubwa sana yanapiga nyumba, mengine yanapiga bati, mengine yamejaa uwanja wote. Sasa nikasema, ndugu yangu, sasa unataka usiku huu mimi nifanye nikazoe mawe? Nataka unifumbulie kitendawili. Mimi nikamwamsha mama mchungaji, nikasema, bwana, hizi simu watatupatisha dhambi. Sasa huyu ananieleza habari ya mawe yameshatupwa siku 7 na yameshajaa. Sasa nikasema, basi hebu nikushauri tu kwa upole tu, njoo hapa kwangu nitakwambia cha kufanya. Hapo hakuna mzaa, hapo hakuna kukemea, hapo hakuna maombi. Hapo ni kuokoka na kusimama. Haleluya. Kwa sababu ile ni kambi ya mizimu.
Pale ndipo ukoo wake ulipotoka, na yeye amepata kakihamba hapo, anafikiri ndio amefika hapo. Wokovu wa shilingi 2, ukubwa wa mawe utaongezeka. Hapo panatakiwa wokovu wa kweli na kusimama kweli kweli, alafu utakwenda mwenyewe umesimama kidete. Lakini baadaye pakiwa bado mashtaka hayaishi, mahali kama hapo ni afadhali ufanye nini? Uondoke, maana usipoangalia unakufa. Hawa wanajua akina Ima, hata mchungaji. Kuna mchungaji aliletwa pale kwangu, ametoka Machapa. Sasa na yeye anakaa kwenye kihamba hapa, na ukoo wote huko. Yeye ameokoka na ni mchungaji. Na watu wanakwenda kuombewa kama hivyo wanavyokuja kwangu pale. Wale ukoo wote ukasema, tumekwambia hivi tutakuua. Hatutaki ujinga. Unaacha dini, alafu unafanyia hicho kitu hapa hapa. Na yeye anavimba, anakimia kwa jina Yesu. Mimi nikawaambia hivi, usipoangalia wanakuua. Hakumaliza siku ngapi? 3. Nikapigiwa simu, yule pastor ameisha kufa. Mimi nilimwambia tafuta mapasta rafiki, kimbia. Hilo ni eneo lao, wana hati ya kumiliki toka kuzimu. Sasa na wewe kama hujakuwa sawa sawa, hao watu utawaweza. Hawakunielewa. Sasa sisi tunasikiaga mambo magumu kweli. Sasa Ukristo wa kweli asingeng'ang'ania kile kiwanja. Kwa sababu nini? Anaishi kama mtu wa kawaida. Ukristo wa kweli ukifukuzwa mahala, uondoka. Dunia yote ni mali ya nani? Yako. Dunia yote ni mali ya nani? Yako. Ukiona wakati mwingine unafukuzwa, vita inakuwa ngumu, ni sauti ya Mungu kwamba ni mimi na kung'oa hapo. Na watu huwa wanagangamana. Sijui kama mnanielewa. Hata kazini ukiona migogoro imezidi sana, maana yake ni sauti ya Mungu, hapo ondoka, nenda mahali pengine. Kuna kitu kingine nataka ukafanye, sio hiki. Na tulisema kila kitu kimepangwa na nani? Na Mungu. Haleluya. Sasa Ukristo ni fumbo, Ukristo ni siri. Na hiyo siri ni Yesu. Haleluya. Sasa Biblia hii ndugu zanguni ni mawazo ya Mungu wa hali ya juu sana. Mawazo ya Mungu wa hali ya juu sana, na itakuletea maisha ya hali ya juu sana. Haleluya. Labda nitoe mfano kwa sababu hapa kuna watoto wengi. Unaposoma ukaishia darasa la 7, unazo taarifa za hali ya chini ambazo unajua kusoma na kuandika, lakini Kiingereza hujui sawa sawa. Kwa hiyo kuna kazi utapewa ng'o, kwa sababu una mawazo ya hali ya chini, taarifa za hali ya chini. Ukifaulu ukaenda form 4, umeongezea taarifa ambazo ni za hali ya juu kupita za darasa la 7. Kuna kazi mkishindanishwa form 4 na darasa la 7, kazi hiyo atapata form 4, darasa la 7 hawezi kupata. Haleluya. Ukifanikiwa ukaenda form 6, ina maana umepata taarifa za hali ya juu kupita za form 4. Kuna mashirika yanataka mtu wa form 6 kwa sababu ana taarifa za hali ya juu kupita za form 4. Sio kama mnanielewa. Kuna mashirika mengine yanataka diploma. Diploma sasa ukimaliza form 6 unakwenda kusoma zaidi kwenye chuo. Unapata diploma yako. Una taarifa zaidi kuliko form 6. Baadaye unakwenda kwenye degree ya kwanza inaitwa bachelor, ambayo ni taarifa za hali ya juu kuliko diploma. Baadaye unakwenda masters. Sasa unakuja unaendelea mpaka baadaye unakuja kupata PhD. Sasa hizo zote ni taarifa za wapi? Za dunia. Hizi ninazokupa mimi ni taarifa zilizopita upeo, ni za hali ya juu kupita taarifa zote walizosikia viumbe wote hapa duniani. Kwa hiyo wewe utakuwa kiumbe bora kupita viumbe wote. Haleluya. Utakuwa limbuko, kiumbe namba 1, kiumbe bora, kiumbe cha thamani, kwa sababu una taarifa za thamani za hali ya juu kutoka kwa Mungu wa hali ya juu.
Haleluya. Na ndio maana kwenye Isaya 55 ile 8 mpaka 9 amesema hivi, mawazo yangu sio mawazo yenu. Sasa nitaongeza kidogo hapa. Maana yake elimu yangu sio elimu yenu. Njia zangu sio njia zenu. Ujanja wangu sio ujanja wenu. Dili zangu mimi sio hizo dili zenu. Yaani ukiweka hivyo watu wataelewa. Mawazo yangu mimi na njia zangu mimi Mungu na ujanja wangu ni wa hali ya juu sana kuliko huo wenu. Hasa kama mbingu zilivyo juu sana na nyinyi mko chini, ndivyo njia za Mungu na maarifa ya Mungu yalivyo juu sana. Sasa kama ambavyo mawazo ya Mungu na njia za Mungu ziko juu sana na ujanja wa Mungu uko juu sana, basi na maisha yake ni vivyo hivyo, ni ya hali ya juu sana, na elimu yake ni ya hali ya juu sana, na uwezo wake ni wa hali ya juu sana. Tena nataka nikwambie hivi, wewe tangu leo elewa hivi. Kule mbinguni maneno ni vitu. Neno tu. Yaani kule mbinguni ukiwaza niko London, umeshafika. Kule mbinguni ukiwaza nina nyumba ya ghorofa 6, tayari imeshasimama. Mbinguni maneno ni mambo. Maneno ni dili. Maneno ni maisha. Maneno ni vitu. Sasa hayo ni maisha madogo hayo. Mungu amewahi kuonyesha hata hapa duniani. Filipo alipombatiza towashi, walivyotoka hivi nje ya maji, Filipo akapotea. Akanyakuliwa na Roho Mtakatifu, akaenda mji mwingine unaitwa Azoto. Mji mwingine kwa sekunde. Ni kama hivi mimi hapa sasa hivi nipotee niwe Dar es Salaam sasa hivi. Mbinguni inawezekana. Unacho mawazo hayo, unapowaza kitu una plani, mbinguni unapo plani kichwani, hicho kitu tayari kinatokea. Sasa kazi kukitoa rohoni, kukifanya kidhihirike wapi? Mwilini. Mungu atakupa hicho kitu mpaka atakapoona umekomaa kihekima, umekomaa kiakili, umekomaa kitabia, unaweza kukilea, kukitunza hicho kitu kisipotee. Haleluya. Sasa Yesu ameletwa kufanya nini? Yesu ameletwa adhihirike kabisa hapa duniani ili kukubadilisha wewe wa zamani uwe mpya, usio wa zamani tena. Jesus has come to conquer your past. Yaani Mungu anajua ulikotoka. Anamjua babu yako. Kama ulibahatika kumuona babu yako, ni wachache sana babu yake alikuwa na maisha ya hali ya juu. Wachache kulikweli. Sasa wewe mwenyewe ukijitazama historia yako imejaa makosa matupu. Historia inanuka dhambi, inanuka dini, inanuka ukabila, inanuka ukoo, inanuka laana. Sijui kama unanielewa. Hasa Yesu yeye kaja anajua hicho kitu. Wewe hata kama unakataa yeye anajua, na ndio ukweli. Anavizia historia yako mbaya yote aiondoe, akuandikie historia mpya yenye sifa njema, yenye cheo, yenye ushupavu, yenye utajiri, yenye miaka mingi, yenye maisha ya milele. Haleluya. Ndio maana kwenye Wakorintho wa pili ile 5:17 sio hadithi hizi. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Sasa ya kale ni yapi? Anaweza akakuachia kitu akiona ni kizuri. Vitu vibaya vyote Kristo anakuja kuvivizia na kuvifanya nini? Kuviondoa. Kila pando asiyolipanda Baba wa mbinguni lazima litang'olewa. Sasa Ukristo ni kwenye maisha. Ukristo sio kwenye kusali. Haleluya.
Mtu anaweza kupeleka mwili kanisani, lakini nafsi yake haipo, yuko anawaza vitu vingine, anawaza biashara, anawaza matatizo yake. Maana watu wengi wao wanawaza matatizo. Ukiona mtu kashika shavu hivi, ujue. Sasa unaweza kuleta mwili kanisani, lakini mawazo yako yakawa hayapo. Sasa Ukristo sio kusali. Ukristo ni habari ya kubadilisha historia mbaya iwe historia nzuri. Kwa hiyo Ukristo ni kubadilika. Nani alikuwa na kuonea? Usionewe tena, ila wewe unaweza ukamuonea, lakini kwa sababu ni Mkristo utamsaidia. Haleluya. Kuna mtu akipata nafasi ya kukuonea atakuonea kweli kweli, ila wewe kwa sababu umebadilika, yule ungeweza alikuonea sana, sasa umepata nafasi, sasa hakuwezi, usije ukamuonea. Utakuwa mtu wa rehema, utamuhurumia. Nasema rafiki yangu, ubarikiwe sana, lakini mambo ulionifanya yalikuwa mazito, ila nimekusamehe. Mungu akubariki sana, uwe kama mimi. Haleluya. Maana yake kama sio Mkristo ulikuwa unaonewa kwa sababu ulikuwa huna lungu, ulikuwa huna meno, ulikuwa huna uwezo. Sasa umejihakikisha kwamba na wewe una lungu, una meno, una pesa, una kila kitu. Atakuwa salama huyo bila neema ya Mungu? Sasa kwenye Ukristo unakuwa kiumbe kipya, kiumbe kinachomwakilisha Mungu hapa duniani. Yaani dini haimwakilishi Mungu hapa duniani. Wanaomwakilisha Mungu hapa duniani ni watu waliokushaelewa taarifa zake za hali ya juu ambazo ni siri, hazieleweki ovyo ovyo. Sasa wakishazielewa, wanaanza kuwa na hofu ya Mungu, wanaanza kumpenda Mungu, wanaanza kushikamana na Mungu, wanaanza kuishi na Mungu, wanamwakilisha Mungu hapa duniani. Haleluya. Hasa ndio maana tumesema Yesu anafuta historia yako yote na kuandika historia nyingine. Haleluya. Hii Wakorintho wa kwanza 15 ule mstari wa 45 mpaka 49, kila siku tunasema hivi. Hapo panazungumzia habari ya Adamu Hawa wawili. Anasema Adamu wa kwanza anatoka katika mavumbi, ni wa udongo. Sasa huyo Adamu wa kwanza anayetoka kwenye mavumbi, ni wa udongo, ni pamoja na wazazi wake, ni pamoja na baba, pamoja na mama. Ni Adamu wa kwanza anatoka kwenye udongo. Adamu wa pili anayekuja kukuumba upya wewe ni Roho Mtakatifu anayetoka wapi? Mbinguni. Anakuja kukuumba upya ili usiwe yatima. Anakubadilishia yale yote ulikuwa unafanana na Adamu wa kwanza ambayo ni mabaya. Adamu wa kwanza ni kule kwenye ukoo ambako tumerithi vitu vyote na vingi vyake sio vizuri. Tumerithi dhambi namba 1, laana namba 2. Wengine tumerithi hata magonjwa. Lakini kilichosimama kwa nchi zetu hizi, umaskini ni steady. Adamu wa kwanza kwa nchi zetu hizi changa, umaskini lazima utarithi. Nasema kweli, nasema uongo? Hebu ni nani anafahamu kwamba wazazi wanamsomesha mtoto eti ili aje awatunze baadaye? Nasema kweli, nasema uongo? Lakini Biblia ndio inavyosema hivyo. Wewe unizae mimi alafu nije nikutunze tena, wakati wewe ni mkubwa kuliko mimi? Ukibahatisha, umebahatisha tu, na sio unisomeshe shule ili baadaye nije kukulipa. Biblia kuna kitu inasema. Ndio maana umaskini ni lazima utarithi kutoka kwa Adamu wa kwanza, na ndio tunachokimbia. Haleluya. Tunamtafuta Adamu wa wapi? Wa mbinguni, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa nataka nikusaidie kwa andiko liko huko mbele, ile Methali 13:22.
tuisome wote kwa pamoja. Methali 13:22. Mimi nitakuwa nasoma na wewe uone utaratibu wa Biblia. Maisha hali ya juu yanasemaje? Sio uzae mtoto ili aje akutunze. Wewe umezaa ili umlee, umtunze na nyumba umjengee wewe. Ndio Biblia inasema. Na inawezekana. Sasa hebu tuseme kwa pamoja maneno haya. Pole pole. Tuseme mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi. Haleluya. Ina maana gani? Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi. Maana yake ukizaa mtoto unadaiwa na maisha yake, unadaiwa na nyumba yake, unadaiwa na magari yake, unadaiwa na ardhi yake, unadaiwa na mali zake. Hata nyumba unatakiwa umjengee. Tazama Methali ingine 19. Kwenye maisha, haya ni maisha hali ya juu sasa, ili utoke kwenye maisha hali ya chini. Methali 19 mstari wa 14. Tusome wote kwa pamoja, nasema alafu usikie. Tusiwe wabangaizaji kwa sababu hatujui maisha ya mbinguni. Sema hivi: nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Nyumba utapata wapi? Mali utapata wapi? Ni baba gani alikujengea nyumba? Mtu aliyejengewa nyumba na babake. Mtu aliyepewa mali na babake. Baba wengi ni kizungumkuti. Yaani baba wengi wameongezea matatizo kwa watoto. Mimi nakueleza kabisa. Kwa sababu maisha ya chuo kikuu cha mbinguni hawajui. Wana maisha ya hali ya chini. Ananisomesha ili nije nimtunze. Kumbe kabla hujanizaa ujipange. Ndakudai nyumba, ndakudai mali, ndakudai urithi. Na sio mimi tu, na urithi wa watoto wangu. Kwa nini umenizaa? Ndio utaratibu wa maisha ya wapi? Ukristo ni maisha jamani, sio habari ya dini. Ni dini kitu hali ya chini. Mimi nasema hapa na watu wote wanasikia. Na Tanzania yote isikie. Watoto wangu wote na wajukuu zangu wote nyumba watanidai mimi. Na tayari hizo ziko zimetunzwa wapi? Mbinguni. Ni rahisi tu kuzivuta hapa zidhihirike. Hapa mapenzi ya Mungu yanafanyika hapa duniani kama mbinguni. Na nimeshasema jamani, mbinguni maneno ni vitu. Maneno ni vitu. Maneno ni mali. Maneno ni vitendo. Maneno ni mambo. Haleluya. Hasa lazima ukue kiroho, ufikie mahala huna shaka na huyo Mungu wako. Ndio anasema Mungu wangu atakujaza kila unachohitaji sawa na utajiri wake. Na asemi uongo. Ukiona havitokei, jikague wewe mwenyewe na udhibitishe. Jichunguze wewe mwenyewe, labda bado unaishi maisha ya zamani. Kuna eneo bado hujaelewa taarifa sahihi za wapi? Bado umeng'ang'ana na uko, kabila, dini, dhehebu, utapata ng'oo hivyo vitu. Mimi nakuhakikishia kabisa. Hii kitu unasimama kama mtu binafsi. Mimi mwenyewe hapa sisimami na dini. Nasimama na nani? Na Mungu. Dini inaweza kukuacha. Sijawahi kuona kwa macho, lakini nimewahi kusikia kuna lichungaji waliwahi kumuinukia kanisa wakalipiga mawe na mchungaji kabidi akimbia. Ndio naeleza. Watu wakasema, naye huyu injili yake sasa imezidi. Hebu leo tutamuondolea uvivu. Wazee wa kanisa wakajadiliana sasa, leo tumuondolee uvivu. Wakalipiga likatoka mbio. Mpaka leo hawajui hata aliangukia nchi gani. Mchungaji ni mtu tu kama sisi. Ni mtu. Kama haleti taarifa sahihi za wapi? Za mbinguni, na yeye si rafiki wa Mungu, hawezi kumshawishi Mungu ayaingilie kati maisha yako. Mimi nakwambia unajidanganya bure.
afadhali ung'ang'ane na Zaburi 23. Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi unilaza, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana ongo lake na uwezo wake na nguvu zake utanifariji, atanitetea. Nitakula na kushiba kwa sababu yake. Ndicho ninachofanya hapa. Wewe na Mungu muwe na uhusiano. Mtu utakuja kumjua huko mbele. Mtu haijalishi ana cheo vingapi. Mwingine ni doctor, bishop, president of the ministry, ana mavyeo, lakini inapofika sasa kwenye shida zako anakupa kipembeni, au anasaidia mpaka eneo fulani, akiona umezidi anajitoa. Yule aliyekuwa anakukaribisha kwa hoi hoi, karibu, uko wapi? Yeye mwenyewe anaangalia, akisema nani huyo? Fulani. Mwambie sipo. Mpaka siku moja unavyoambiwa hayupo, utakuja kugundua kwamba yupo. Ili Mungu anaruhusu hicho ili ujisahihishe. Maana kuna watoto wa kina Ibrahim, tunaweza kupatana kabisa, akija mzee fulani mwambie mchungaji hayupo. Sasa wamekaa pale wanatazama TV, baadaye kanajisahau. Unajua baba bwana alisema eti tuambie nani hayupo, lakini yuko ndani. Kumbe mchungaji yupo. Ananichukia nini? Ndio unajipanga, nenda kajiulize wapi. Kwa nini mchungaji amejificha? Sasa ndugu zanguni, huyu Mungu anakubadilishia nini? Historia. Ni Adamu wa pili. Kuna Adamu aliyekuharibu, yule Adamu wa kwanza. Yesu ni Adamu mtengenezaji. Amekuja kufanya renovation, kaja kufanya repair, kaja kufanya matengenezo, kaja kuharibu harufu mbaya yote itoke, akupake manukato. Haleluya. Sasa kama ulivyochukua sura yake Adamu wa kwanza, ina maana kama ulivyofanana na wazazi wako na babu na bibi, wote wale waliofanana kwenye ukoo, ulivyokuwa unafanana nao, unatakiwa ubadilike wewe. Ufanane na nani? Cha maana ndio hicho. Cha maana ni kufanana na Mungu. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi na yeye atafanya, na kubwa kuliko hizo. Lakini kazi kwangu mimi si hoja sana. Kwangu mimi urafiki wangu na Mungu ni hoja. Ni heri Mungu asinitumie kwenye eneo lolote, lakini urafiki wetu binafsi na Mungu ubaki pale pale. Niko salama. Unaweza ukatumika kama kibao, kinawakiwa jua, kinanyeshewa mvua, kinafanya kazi ya Mungu, lakini hakipati faida yoyote. Sasa ni afadhali urafiki na Mungu ndio kitu cha maana kuliko kuzifanya kazi za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anachotaka akubadilishie historia, akuandikie historia nyingine. Kama alivyo yeye Mungu mbinguni, uwe wewe hapa duniani. Zile kazi zake 7 za Mungu uwe unazifanya wewe. Si mnazijua zile kazi? Kazi ya kwanza ya Mungu tulisema ni kuumba. Na tumesema mbinguni maneno ni vitu, maneno ni matendo, maneno ni mali. Kwa hiyo ukisema neno lako leo linatokea. Ukisema kwa jina la Yesu kitu hiki ondoka, kiondoke. Kwa jina la Yesu kitu hiki kisifanyike, hakifanyike. Kwa hiyo huko ndio kuumba. Lakini pia uwe unaokoa watu. Watu wana matatizo mengi, wakutegemee wewe kuwaokoa. Atokee mtu au watu wanaosema jamani, angekosa mtu fulani, mimi sijui ningekuwa wapi. Sio watu wanasema jamani, hivi Mungu atamchukua lini huyu mtu, manake amekuwa kero kwetu. Hiyo hapana. Wewe uwe mwokozi kama Yesu Kristo. Kwa hiyo uwe kazi yako ni kuumba, kuokoa, kufundisha. Watu wafundishe elimu ya wapi? Ya mbinguni. Halafu wewe uwe dawa ya magonjwa yote.
Watu wenye matatizo, wenye magonjwa wakija kwako, magonjwa yanafanya nini? Yanaondoka. Halafu wewe uwe baraka. Mungu kazi yake kubariki, uwabariki watu. Lakini vitu viwili vya mwisho pia uwe navyo, uweze kutawala mazingira, uweze kutawala watu. Sio habari ya dini. Kuna watu ninaokaa nao mimi pale nyumbani wanajua mimi pale ni mtawala. Watu wanajikabidhi wenyewe. Wakiwa na matatizo, wakiletana pale, mimi nalazimisha ubalozi, mimi sitaki, lakini hawasikii. Mara shuleni huko wamenichukua kwenye kamati gani? Mara watu kila mahala wanaona mimi star kila eneo. Amen. Hasa ni hiyo neema, wanatafuta hiyo nini? Uwepo wa Mungu. Maana nilisema mahali popote penye uwepo wa Mungu, hata kitu cha zamani kinakuwa kipya. Mahali ambapo hakuna uwepo wa Mungu, tayari hata kitu kipya kinakuwa cha zamani. Haleluya. Sasa hebu tutafute kufanana na nani? Na Mungu kwenye maeneo yote. Baada ya kuwa mtawala, kazi ya mwisho ya Mungu ni kutoa nini? Hukumu. Hizi kazi 7 ndio Ukristo. Haleluya. Unatoa nini? Hukumu. Kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa. Utathibitika katika haki. Ina maana wewe mwenyewe huwezi kutendewa haki kama wewe utendi haki. Hutaonewa. Wewe utakuwa juu tu, utakuwa chini, utakuwa kichwa, utakuwa mkia. Ndio Ukristo kwenye maisha, sio kwenye kusali kanisani. Haleluya. Sasa tuendelee pale mbele. Lakini jambo kubwa ambalo neno la Mungu linafunua ni namna ya kuwa tajiri mwenye mali nyingi. Biblia inafundisha utajiri, ndugu zanguni. Sijawahi kuweka wazi hiki kitu kabisa. Sijawahi. Lakini nimeona hasa tukae mbakalini. Hiki kitu mimi nifiche tu. Mimi naendelea kula polepole tu, polepole. Unajua dhambi. Watu kila wakija pale, wewe upungukiwi. Wewe upati shida. Wewe hujali watu, unajali nani? Mungu. Na ndivyo Mungu anavyotaka na wewe uwe hivyo hivyo. Sasa Efeso 3 mstari wa 8 na wa 9, hasa tufunue hizi siri. Mungu, jamani, Biblia inafundisha namna ya kutajirika. Kabla hatujasoma, sema hivi, Biblia au neno la Mungu linafundisha na kuweka wazi namna ya kutajirika na kumiliki na kuzitawala mali nyingi. Nasoma kwa jina la Yesu Efeso 3 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Paulo anasema yeye huduma yake ilikuwa na neema ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Hivi kitu ambacho hakina kipimo ni kitu gani hicho? Ni idadi yake ni kubwa kweli kweli, uweze hata namba hiyo hamna. Kristo ni mmiliki wa vitu vyote vya mbinguni na duniani. Sasa Paulo alichokuwa anatuhubiri wa mataifa ndio sisi, namna ya kupata utajiri usiopimika. Haleluya. Tarakimu ambayo huijui. Maana mpaka sasa hivi watu wengi hata hawajui tarakimu kubwa. Mtu mwingine anajua tarakimu kubwa ni milioni. Wako watu mtu mwingine tarakimu yake kubwa ni bilioni. Anasema huyu bilionea. Mtu mwingine tarakimu yake kubwa ni trilioni. Lakini kwetu sisi, kwa sababu ni watu wa Beroya, tunayachunguza vizuri maandiko na ni watu waungwana sana.
tarakimu zetu za mwisho ni zillion. Haleluya. Kwa hiyo tunategemea mazilionia kuzaliwa kutoka mahali hapa katika jina la Yesu. Wajasiriamali wa hali ya juu, entrepreneurs hapa. Hivi utajiri wake Kristo usiopimika. Na alipewa neema ya kuwahubiri utajiri. Mimi nawahubiri utajiri katika jina la Yesu. Kwa hiyo kuanzia leo wewe huko nchi maskini. Maana nchi yako inaitwa nchi maskini. Mpaka viongozi wanasema hicho kitu. Hii sio nchi maskini. Na hata kama itaendelea kuwa maskini, wewe utaikwamua nchi yako iwe tajiri kama wewe. Haleluya. Mali asili zilizoko katika nchi hii ambazo zimefichwa kwa sababu ya upofu wa kutozijua ziliko. Mafuta, gesi, dhahabu, tanzanite. Hizo wanazochimba ni ndogo sana. Yesu kwa sababu ni muumbaji anaweza kubadilisha maji yote ya Tanzania yakawa mafuta. Anaweza kubadilisha majabali yakawa dhahabu. Anaweza kubadilisha chochote. Mimi nakuhakikishia hakuna kitu kigumu kwa Mungu, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Ni mkao. Tumekaa ovyo. Kaa vizuri kama yeye alivyokaa vizuri. Wewe uone. Jamani, kuna watu neema hii tayari wameshaanza kuipata. Na watu hawajui. Wanakimbilia tu kusema shetani, shetani. Yaani Mungu anamuona mdogo, shetani anamuona ndio mkubwa. Wako watu wamefikia kiwango sasa wana huduma inaitwa miracle man. Yaani fedha za miujiza. Pastor kama mimi anasimama hapa anawatazama. Kwa sasa wamefikia kiwango cha taarifa za hali ya juu. Anamuomba Mungu, bwana hao watu wangu wote wape fedha. Sasa hivi sio kesho. Kila mtu akitazama ndani kuna mabulungutu. Sasa tatizo watu wangu nyinyi, ukishika hivi kwa mabulungutu yameshajaa. Na wewe utajifanya unaenda chooni. Baadaye ndajikuta nimebakia na watu 8 tu. Watu wamejificha chooni wanahesabu mabulungutu. Hujui hata yalikotoka. M-Pesa hizi Tigo Pesa. Kuna watumishi wanafanya hivyo kwamba sasa hivi fungua simu zenu wote. Zinaingia M-Pesa mpaka watu wote wanaogopa. Na kila mmoja anasoma anashangaa. Sasa hivi kama shetani anaweza kumpa mtu pesa, je, Mungu? Fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Mungu anaweza hawezi? Hebu tuache kutumia ukweli wa hali ya chini. Tuanze kutumia ukweli wa hali ya juu. Na Mungu ukimuinua sana ndicho anachotaka. Na wewe atakuinua sana. Na kwenye makanisa haya sio habari ya kufanana. Mimi sifanani na mtu yoyote. Nachotaka kufanana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kitu nitakachotumika mimi na Mungu nataka kiwe kipya kama yeye Mungu alivyo mpya. Haleluya. Ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ile habari ya kutafuta heshima kwa kutumia certificate, kwa kutumia uzoefu, kwa kutumia ujanja wa dunia, itafika mahala wenye certificate watakuwa tele. Hiyo kitu Nigeria ipo. Mimi nimeshafika Nigeria najua. Wasomi wenye degree wako barabarani. Wanabadilisha dola vichochoroni. Wale jamaa sijui wakoje. Na wao wanajua kucheza na maisha. Jamaa na PhD hana pa kupewa kazi. Lakini ana madola mfukoni, ana dochmark huku, ana paundi za Uingereza. Hata mahala nilipofikia mimi hotelini, nauliza, "Bwana, build the change wapi?" Wanakuona wewe mshamba sijui wa wapi. Build the change Nigeria. Nigeria mpaka vichochoroni kama Njoro kule pa kubadilisha dola papa. Sio dola tu, pa kubadilisha sterling pound, pa kubadilisha dochmark, yeni, yuani,
hela zote za dunia nzima Nigeria zimejaa tele. Wale jamani, watu wa kimataifa wanajua kucheza na nini na hii dunia. Sasa hivi kuna wa Nigeria wana magorofa China wana magorofa. Labda nikupe siri, maana nimuulize mtu, imekuwaje huyu jamaa wa China walivyo wajanja namna hii, halafu wewe uende kule kwao China ukajenge gorofa na Mchina mwingine ni maskini? Imekuwaje? Wamefanya kitu kidogo, ni wajanja. Wao wanakaa tu uwanja wa ndege. Ameenda China, amekaa. Miji ya China ni mikubwa, mji unatoka hapa mpaka Korogwe. Sio kama unanielewa? Mji ni mkubwa kutoka hapa mpaka Korogwe, mpaka Arusha, mji mmoja kama Shanghai. Sasa watu sasa hivi dunia nzima wanakwenda kununua vitu wapi? China. Sasa ukifika pale, mji mmoja ni kama nchi. Yeye kazi yake amekaa kule, akapeleleza, akaelewa viwanda vyote, maduka, kila kitu ambako vinapatikana anajua. Kwa hiyo kazi yake kukaa uwanja wa ndege. Ukija mgeni, umetoka Tanzania, umetoka sijui Nigeria, umetoka Botswana, hasa na wewe huelewi. Wao sasa wanakuwa kama mawakala. Kwamba yeye unataka nini? Wewe unataka sijui vitu vya electronics. Nataka sijui mahema. Nataka nini? Vitu hivi vinatoka China. Nataka mapikipiki. Okay. Sasa dola 10,000 nitakupeleka kwenye viwanda vyote unavyotaka. Utashika hapa, lazima utapotea. Kwa hiyo tayari kabla hajaanza kukuonesha chochote, dola 10,000 ametia wapi? Mfukoni. Sasa na kiwanda chochote anachokufikisha, Wachina nao ni wazuri. Ukiwaletea mteja atakavyovinunua, zile pesa unapata 10%. Sio kama unanielewa? Ukinunua mali ya milioni 200, na maana milioni 20 unapewa wewe uliyemleta huyo kwenye hicho kiwanda. Ile dola uliopata kule 10,000 na hii milioni 20 kwa siku moja tu unangapi? Utaacha kujenga gorofa kwenye nchi ya wakorofi, ya watu wajanja. Ndicho wanachofanya wa Nigeria, China sasa hivi. Haleluya. Sasa Mungu akiamua kukuinua, ana njia nyingi. Sasa huu utajiri usiopimika wenyewe, ukielewa vizuri taarifa za Mungu, ukamuinua Mungu afanane vile vile alivyo, utaupata. Haleluya. Kiwango cha sisi kumuinua Mungu ikafikia ile sifa yake, yeye mwenyewe Mungu ndiye anachunguza, bado kwa sababu hatujamuelewa sawa. Tumelogwa na taarifa tulizozipata kwenye maeneo tuliokuwa tunaabudu, tuliowekwa na wazazi wetu. Hatujamuinua Mungu vile ninavyotaka. Tunaenda kidini, tunataka kumwabudu Mungu kwa mafungu. Mungu hataki hiyo kitu. Anasema utaniabudu mimi katika roho na kweli. Ndio kiwango hatujafikia. Haleluya. Sasa tuende kwenye andiko letu Efeso 3, tumesoma mstari wa 8, wa 9 sasa. Na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Anasema huyu Paulo aliwekwa kwa sababu ya kuwahubiri mataifa utajiri usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue madaraka ya siri hii, waelewe kwamba utajiri wa hali ya juu sana unatoka mikononi mwa nani? Mwa Kristo. Sasa utajiri ndio maisha. Hivi ukiwa tajiri ndio unakwama nini? Utakuja kwa mguu tena hapa? Mimi nataka kuona kanisa langu kila mtu gari size mbalimbali zimepaki hapo. Wakina dada kuna tugari kama kibiriti tu. Utatumia usafiri asilia mpaka lini? Baadaye miguu itatumbukia tumboni. Unatakiwa utumie usafiri hatari, yani kagari watu wakikaangalia hii kadogo
lakini ni 4-wheel drive. Ukibonyeza mahala kanafunguka mwili mzima. Upepo ukiisha kanajaza kenyewe. Unabonyeza tu mahala. Hata kama kuna pancha inajiziba yenyewe. Unaona? Mpaka watu washangae, jamani. Dunia mbona imegeuka? Haijageuka. Hii dunia iko vile vile. Haleluya. Sasa mwanzo wa ngoma ni lele, na dalili ya mvua ni mawingu. Lazima ulimwengu ujue madaraka ya siri hii ambayo ilikuwa imesitirika katika vizazi vilivyopita. Hawakujua. Hata wewe niambie tu, kule kwenye dini yako la zamani, hii kitu ulisikia? Hivi kuambia Ukristo ni utajiri, watakubali? Hasa Biblia ndio inavyosema. Inadili na Mungu aliyeviumba vitu vyote na amevikumbatia yeye mwenyewe na yuko tayari kuviachilia. Haleluya. Hasa ni maisha, sio kuishi kama mbangaizaji. Tazama Mathayo 6:33. Inasema wazi kabisa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hivi hayo utakayozidishiwa ni manini? Ni maisha, ni mali, ni vitu, ni utajiri, ni raha, ni amani, ni furaha. Tafuta kwanza nani? Mungu anayeshikilia maisha yako. Hayo maisha ambayo huna utayapata. Haleluya. Sasa Ukristo ukiupeleka kwa habari ya maisha, ndio utamfurahisha Mungu. Na ndio nia ya Biblia kuletwa hapa duniani. Iwape watu nini? Maisha yao yaliyoibiwa na nani? Na shetani. Haleluya. Efeso 1:21 mpaka ile 23. Anasema Yesu Kristo yuko juu sana kuliko ufalme wote, kuliko nguvu zote, kuliko mashetani yote, kuliko jina lolote litajwalo, wala sio ulimwenguni humu tu na ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, ili viwe mali ya Yesu Kristo kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Sijui kama watu hata wananielewa. Kwa hiyo Yesu ni roho alafu Yesu ni mwili. Sasa roho ya Mungu huwezi kuiona kwa macho, lakini mwili unatakiwa uonekane. Mwili wa Kristo ni mali, mwili wa Kristo ni vitu, mwili wa Kristo ni utajiri. Haleluya. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Hivi wewe mali zako utakuwa unagawia wengine tu wewe usipate? Hakuna formula hiyo kwenye maisha. Sasa Kristo, sehemu ya mwili ya Kristo itajulikana kwa utajiri wake, itajulikana kwa mali zake, itajulikana kwa umiliki wa vitu. Haleluya. Sasa Ukristo au Biblia inakufundisha namna ya kuwa tajiri mwenye mali nyingi. Haleluya. Sasa Yesu ni roho, lakini anayo eneo la mwili ambalo ni mali, vitu, utajiri kama nilivyosema. Yaani eneo la mwili wa Kristo ni nini? Ni mali, ni utajiri, ni vitu. Ile Methali 8:17 mpaka 18 imeandikwa hivi: na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, utajiri wa kudumu na haki pia. Na maana hata hiyo hatuelewi. Tutaimba mpaka lini? Tubadilike ili Kristo adhihirike. Kwa hiyo inaonekana mahali pakiwa masikini sana Kristo hamna. Sio kama unanielewa. Injili inataka kuniambia hivi, na ndio maana yake. Mahali ukiwepo wewe ambaye una Kristo ndani, wewe mwenyewe utaonekana tofauti na watu wote. Halafu jukumu lako ni kuwabadilisha wale watu wafanane na
wewe. Uwape huyo Kristo, ili kazi za Kristo zinazodhihirika kwako zidhihirike na kwa wale watu wengine. Ukienda mahala hakuna maji, lazima maji yatoke. Ukienda mahala hakuna chakula, watu itabidi wapate chakula kutoka kwako. Ukienda mahala hakuna mavazi itabidi wewe ugharimie hiyo jamii. Haleluya. Neema haipo, neema itoke kwako iwafikie watu wote. Haleluya. Hii Kumbukumbu 8:18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake. Mungu anataka agano lake, Biblia yake iwe imara, iwe kitabu pekee kinacholeta maisha. Haleluya. Habari ya utajiri, habari ya mali, habari ya vitu inazungumzwa waziwazi kwenye Biblia, na ndio kitu cha kung'ang'ana. Sio vitu vya kwenda kusali mahala alafu narudi hewa tu. Hamna. Warumi 8:19-21. Mimi hapa ndio huwa nasoma mpaka nashangaa. Hata vitu vyenyewe vinawatafuta watoto wa Mungu. Vitu. Haleluya. Tazama Warumi 8. Warumi 8:19. Hapa hebu tusaidiane, tusome wote. Nikisoma na wewe unarudia. Sema hivi: kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, sio kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Haleluya. Maana yake viumbe vyote, vitu vyote, magari yote, mabenki yote, mashirika yote, taasisi zote zimekasirika, zimetiishwa chini ya ubatili, vinaendeshwa na watu wasiomjua Mungu, na vyenyewe viliagizwa na Mungu viende kwa watoto wake. Sasa vinakutazama wewe mtoto wa Mungu, unapita benki unaiona sio ya kwako, unajiendea stand na ngojea haisi ya kwenda hima. Viumbe hivi vimetiishwa, havina uwezo. Kuna watu mafisadi, watu mabatili wamevitiisha, wanasema ni vya kwetu. Na vitajitoaje? Vinakusubiri wewe uviweke huru. Vikisha kuwa huru, vinakuja kwako. Mungu aweze kutukuzwa, Mungu aweze kujulikana ni mfadhili na ni mdhamini wa maisha yako. Habari ya Ukristo ni Mungu kukudhamini wewe kwenye maisha. Peke yako uwezi. Haleluya. Hasa lazima tuseme hiki kitu vizuri mpaka watu wakubali tu. Ndio ukweli. Mungu apate heshima yake. Sasa hivi Mungu apate heshima yake kupitia watu wasiomjua Mungu sawa sawa na wanajifanya wako kwa Mungu. Kuna sehemu Mungu anatukana. Unaweza ukapita mahali mlokole, una vilaka viwili, watu wanaweza no? Afu uliniambia ujinga kuokoka. Unamwona? Mimi nakueleza watu wengine ni kikwazo. Yaani kikwazo, watu hawataki kuokoka kwa sababu ya yeye. Mlokole amepanga mahala, watu wote wa dunia wamelipa. Mlokole anadaiwa miezi mingapi? 3. Na anakuwa mkali anapokuja kudaiwa. So msimdai mtumishi. Bwana atakasirika. Atakasirika nini? Akupe ile nyumba ya kwako. Kuna mahala unakuwa hujakaa sawa na huyo bwana, ila unajikalamisha tu. Hebu tuache kumwaibisha Mungu yako. Biblia inasema, inafundisha nini? Utajiri. Lazima tuwe matajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Hapa tumeshasoma hapa.
Utajiri unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na utajiri huo ni wa kudumu. Methali 13:22. Utajiri unaotoka kwa Mungu ni wa kudumu. Nasoma katika jina la Yesu, japo tulisoma tunarudia. Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa wenye haki. Mali yoyote ya mkosaji sio ya kudumu. Wakosaji wengi huwa wanakuja kufilisika, au utajiri wake ukibaki pale, wale wengine watakaporithi na kugawana, pale ndio mwisho wa nini? Wa utajiri, kwa sababu hawajui siri aliyotumia huyu tajiri mfu. Tajiri mfu anapokufa, mali zake zinakuwa urithi kwa watu wowote, hata wasio na hekima, hata wasio waungwana. Baadaye zile mali zinapotea. Hawezi wana wa wanawe zile mali za tajiri mdhambi zikawafikia. Sana sana wanapata hawa watu wa karibu, watoto, na wao hawawezi kuzitunza. Iko siku zinafanya unawapa magari wanayauza, majumba wanauza, kila kitu wanalewea, alafu historia ya yule mtu inakuwa imefanya imeisha. Lakini ukiwa na neema ya Mungu, jina lako linatajwa mpaka kwa wajukuu zako. Watu wanasema kabisa, hili jengo lilikuwa la Amiki, lakini sasa hivi yuko mjukuu wake, na bado linaendelea. Halina nyufa, halina nini, vitu vinaendelea kushamili kwa neema ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Sasa ili mambo haya yatimie, kuna mambo ya kuyaacha, kuna mambo ya kujitenga nayo. Sawa, lazima kujitenga na mawazo finyu. Mawazo nini? Finyu, ya kutegemea elimu tu, ujuzi, uzoefu, wazazi, ndugu. Huo ni ubinadamu na una kikomo, na tena ni upungufu wa hali ya juu. Haya ni mawazo ya hali ya juu. Ya ufute upungufu wowote ulionao wapi? Kichwani, ili uyafuate haya. Haleluya. Tazama kwenye Wakorinto wa kwanza ile 3:21. Panasema kitu kikubwa kweli kweli. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Unasemaje hapo? Mtu yeyote asijisifie wanadamu. Usijisifie huo binadamu wako, usijisifie binadamu mwingine kwamba mimi na mfadhili wangu. Usijisifie uko, usijisifie uzoefu. Mimi nimecontrol bana, mimi hapa Moshi mambo yanishindi hapa, naelewa kona zote. Iko siku utakwama. Sasa kidogo sijui umepitaje bodaboda ngwa mguu kule, huo uzoefu wako utakwenda na mguu mmoja. Sasa usijisifie wanadamu. Wanadamu na mapungufu. Wewe elewa tu, ukiwa na Mungu vitu vyote ni vyako. Haleluya. Sema, nikiwa na Mungu sitajisifia wanadamu wala sitajitukuza mwenyewe, ila najua kwamba vitu vyote ni vyangu. Haleluya. Tazama ile Mwanzo, kuna vitu sasa vya kuangalia wanadamu. Anasema mwanadamu hatari, usimtegemee. Wewe mtegemee nani? Mungu. Na wakati mwingine Mungu akiona usikia na kutenga na watu ili ukae vizuri na Mungu. Tazama hii Mwanzo 13. Ibrahimu aliambiwa kitu na Mungu wake. Nasoma katika jina la Yesu. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu. Ina maana asingetengana na Lutu, asingeambiwa hichi kitu. Ndio maana yake. Hasa hebu tuone. Lazima utengane na Lutu. Nasoma katika jina la Yesu hapa panapoendelea. Inua macho yako sasa.
Sasa kwa sababu umetengana na Lutu, inua macho yako. Haleluya. Ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Anakuambia sasa, Ibrahimu, umefanya vizuri sana. Maana kuna mtu alikuwa anakuzuia wewe mimi nisikupe vitu. Sasa kwa sababu umetengana naye, sasa inua macho yako, tazama pande zote za dunia, pande 4. Utazame mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Utazame nini? Tuendelee. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Utajiri wa mtu tutaupima anamiliki ardhi kiasi gani. Mungu anampa Ibrahimu nchi baada ya kutengana na nani? Na Lutu. Na hapa tuwe waungwana tu. Kiwanja chako ni eka ngapi? Sasa lazima ukasirike. Hichi kitu mimi nasema, hata mimi nimekasirika. Sio mzaa, nimekasirika kweli kweli. Hili ni kosa. Kilichoandikwa mbinguni na kinachotokea hapa duniani pana tofauti. Na lazima mapenzi ya Mungu yafanyike hapa kama ilivyo wapi? Mbinguni. Hasa Ibrahimu anapewa ardhi baada ya kutengana na Lutu. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, na uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Hii ina maana hii Biblia ndiyo nchi yetu. Tembea kwa mapana yake, kwa marefu yake, kwa kina. Chochote utakachokigundua kinapatikana kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Umo kwenye nini? Kwenye Biblia. Sio habari ya dini. Hasa umegundua vitu ngapi humu? Leo ndio tumeamua kugundua nini? Mali, utajiri, fedha, uzima tele. Na utajiri huo sio vaini pimika. Tembea katika nchi hii kwa mapana yake, kwa marefu yake. Chochote utakachokiona nimekupa wewe. Biblia inayo nchi, Biblia inazo nyumba, Biblia ina magari, Biblia ina ndege, Biblia ina meli. Ni ufahamu wako na kumuelewa kwako huyo aliyesema. Aliyesema si mtu, aliyesema ni nani? Ni Mungu. Vitu hivi kweli anavyo. Dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya nani? Ya Bwana. Haleluya. Huyu mtu hapa ametengwa na Lutu, lakini huku ametengwa na ukoo wote. Yeye akakosea tena akambeba Lutu. Mwanzo 12. Alitengwa na jamaa wote. Yeye akamchukua Lutu akaenda naye. Mungu akasema basi kwa sababu ni mtu mmoja tutafanya kazi hiyo huko mbele. Haleluya. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3 nasoma katika jina la Yesu. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Huyu mtu anaondolewa sio awachukie watu. Kwa mfano wewe hapa tuseme sasa leo hii ukafungasha mzigo wako uondoke. Tunamaanisha msimamo wako na mtazamo wako wa mambo kuanzia leo ubadilike, usifanane na wale ndugu zako, ukoo wako, kabila yako, dini yako. Haleluya. Wale watu wewe endelea kuwapenda, endelea kuwaombea, endelea kuchukuliana nao, lakini ndani ya moyo wako una msimamo mwingine, mtazamo mwingine, maamuzi mengine, ufanani nao. Utakutana na huu utajiri wa Mungu usiopimika.
Haleluya. Kwa nini tunafundisha haya mambo? Kuna kosa hapa duniani lazima lirekebishwe. Hata mimi mwenyewe nimekasirika. Kosa hili mimi naliona sana na inaniuma. Hata wewe nataka uelewe, ikuume kama mimi. Halafu tubadilishe maisha. Tufanye mapinduzi, kosa hili liishe katika jina la Yesu. Kwenye Mhubiri hii 10 mstari wa 5 mpaka wa 7 unasema hivi: liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalae. Balaa ambalo Mungu anasema ameliona hapa chini ya jua, lakini inaonekana ni kosa la yeye atawalae. Hivi anayetawala tumesema ni nani? Ni wewe, mtoto wa Mungu. Wewe ukifanana na Mungu, wewe ndio mtawala wa dunia yote. Hasa ni kosa lako, ndio maana hili balaa linatokea. Haleluya. Hasa kosa gani hilo? Nasoma. Kosa hili ni hili, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Upumbavu umewekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi ambao ni watawala, ni wana wa Mungu, ni watu waliookoka, wanaonekana kabisa kwa macho ni watu wa hali ya chini. Nionyeshe ni viongozi wangapi wa dunia hii wameokoka? Basi mawaziri wangapi basi wameokoka? Wabunge wangapi wameokoka? Mabasi mangapi ya walokole yanapita barabara? Majumba mangapi makubwa ya watu waliookoka yanapangishwa? Wale watu ambao hawamjui Mungu kabisa, Mungu anasema hekima ya dunia hii ni upuuzi, tena ni ujinga, lakini wana mali. Hiyo ni sawa kweli? Upumbavu umewekwa mahali pa juu sana. Wewe uliyetakiwa kutawala, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Tumesema una kazi 7. Na kazi za mwisho kubwa tumesema ni kutawala na kutoa hukumu. Sasa wewe mwenyewe ndio unaonekana mnyonge. Unaweza kunyanyaswa dakika yoyote na hakuna uwezi kujitetea. Sasa hilo ni kosa. Ni kosa gani? Hutaki kuelewa haki zako. Umeambiwa tembea katika nchi hii kwa marefu yake na mapana yake, upate kuielewa, upate kuimiliki. Wewe unatembea kwenye nchi hii. Biblia ndio nchi yako. Tembea kila mahala. Hivi vitu vyote vinapatikana na vitakuwa vyako. Sasa tubadilike, tuanze kusakanya mali. Wapi? Hapa. Utaratibu wa kupata hizo mali uko wapi? Kwenye Biblia. Tazama mstari wa 7. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Mwambie mwenzio, upo hapo? Tuko pamoja? Sulemani anasema ameona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wanahesabu kwa usafiri asilia, wanatembea kwa miguu kama watumwa. Sasa Yesu, yeye ni mfalme wa wafalme. Unapompokea Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako, ni kwenye habari ya maisha na kwenye habari ya kutawala, na wewe unafanyika kuwa mfalme. Watumwa ni nani? Watenda dhambi wote ni watumwa wa dhambi. Sio kwamba wanapenda kufanya dhambi, ni dhambi inawatumikisha. Kwa hiyo ni watumwa wa dhambi, lakini wamepanda nini? Farasi. Wana maisha mazuri, wako juu, wana madaraka kwenye maofisi. Unaweza ukafanya kazi mlokole yako wakakunyanyasa kweli kweli. Wakwambia ukisumbua hapa vitu vingine tutakutoa hapa kazini. Nenda kasome Biblia yako kwa alafu ufanye kila kitu. Hatutaki wahubiri hapa. Unaweza kuambiwa hivyo. Lakini ilitakiwa sisi tutawale. Na mimi nawaambia hivi, wakati umefika au umebakia kidogo sana, habari ya kitu kingine chochote itakuja kupuuzwa.
ni injili tu itakuja kutawala. Mimi nakueleza kabisa, itafika mahala siasa itakwama. Watu wataelezwa lakini havielezeki. Watakasirika, watapambana na hao watu. Lakini ni injili ya neema peke yake, injili ya haki peke yake ndio itatuliza mambo, na watu watawasikiliza hao waliochukua injili ya namna hiyo, katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa ni lazima tufanye mapinduzi. Usikubali kuonewa wewe mfalme. Unatembea kwa mguu na wewe unaona sawa. Watu ambao hawana neema kabisa, hata wewe saa nyingine wengine unawajua, lakini ni matajiri kweli kweli, wanamiliki vitu vikubwa, na saa nyingine akiwa bosi kazini, wewe hapo anakunyanyasa, tena anataka kukutendesha mpaka dhambi. Ni kosa lake yeye atawala. Haelewi, hakutembea kwa mapana kwa marefu akaielewa sawa sawa nchi yake. Ahadi zote za Mungu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo zinapatikana na ziko tayari. Zinapatikana na ziko tayari. Haleluya. Mungu lazima atakuwa ngao yetu na atakuwa thawabu yetu kubwa sana, kama alivyomwambia Ibrahimu hapa kwenye Mwanzo 15:1. Anasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Haleluya. Sasa Mungu anasema yeye ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Usiendelee kuogopa tena. Ukikubali kujitenga na msimamo wa zamani, msimamo wa kidunia, mtazamo wa wazazi, mtazamo wa ulimwengu, ukikubali kujitenga nao, ukasimama na msimamo wa haya mawazo ya hali ya juu, utapata maisha ya hali ya juu. Haleluya. Sasa kwa nini tunachelewa au kwa nini hatupati? Sharti kuu la kujiletea mafanikio wewe binafsi, sio wawili, wewe binafsi, ni kukua tu kiroho, ili uwe na ufahamu au hekima ya kutosha kumiliki na kutawala mali zako. Basi kinachotakiwa hapo ni ufahamu, hekima, maarifa, uwezo. Kama ambavyo wewe mtoto wako umuamini vitu vingine, na yeye Mungu kuna maeneo ya kuamini hawezi kukupa. Sasa lazima ukue kiroho ili Mungu akugundue yeye kwamba sasa umepata hekima kama yake, una ufahamu kama wa kwake, una maarifa kama ya kwake. Kila kitu ni chako katika jina la Yesu. Haleluya. Na ndio nasoma Galatia hii ya mwisho 4:1 na 2. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamuliwa na baba. Unapokuwa mtoto, Mungu hajakuamini, sio kwamba atakutupa. Atakupa mtu wa kukulea, mtu wa kukutunza. Vitu upewi moja kwa moja mpaka uende kwa huyo mtu ambaye tayari amekwisha kuwa. Sasa unakubali kuwa chini ya mtu mpaka lini? Mimi hapa na mimi nilikuwa na mchungaji wangu, akina Ima wao wanamfahamu, lakini sasa hivi ninamheshimu tu kama baba yangu wa kiroho, na ninakwenda mara moja sana, sio kufundishwa, na kwenda kumsalimia tu na kumshukuru Mungu kwa ajili yake aliyenianzishia injili ya awali. Siko naye tena, ila niko na nani? Na wewe unatakiwa ufike mahala umeukulia wokovu, unaweza kueleza hivi vitu mpaka mimi mwenyewe babako wa kiroho nikisikia nasema hakika mimi nimezaa tu. Haleluya. Ifikie wakati mimi najivunia wewe. Haleluya. Yaani ifikie wakati mimi najivunia wewe, nasema hakika mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya hawa watu niliopata neema nikawafundisha na hichi kitu kimetokea. Sasa mmeshakuwa matajiri, mna viwanda, mna makampuni, mna nini. Hivi mimi nitakuwa nahangaika kuvimba kununua speaker peke yangu?
waya tu kikatika hapa sasa hivi kazi. Kulipia tu kodi ya jengo ile, mzee akija juu sasa hivi kazi. Najua mimi mwenyewe ndio ndakufa kisabuni hapa. Na vimba mwenyewe, wala sithubutu hata kuwaambia, kwanza naogopa. Unatelemshiwa lihesabu hilo mpaka ukiwa mwilini unataka umwambie mke wako, bwana hapa tukimbie tu. Maana sasa hivi tazama hiyo. Na tumepewa siku 3. Lakini mimi naambia tulia. Vitu vyote ni vyangu. Hata huyo anayenidai ni kiumbe changu. Atulie kwa jina la Yesu, na pesa zinanitafuta mimi ili Mungu atukuzwe. Basi, fedha kwa jina la Yesu, njoo kwangu. Tuondoe tatizo hili ili Mungu atukuzwe. Na zinakuja na tunamaliza matatizo. Haleluya. Ni habari ya maisha. Haleluya. Hebu mwambie mwenzio sasa, mtolee macho aelewe injili ni mambo ya maisha, sio mambo ya mahali pa kusali. Unatafuta maarifa ya maisha, maarifa ya kurahisisha maisha yako. Mwambie mwenzio, ndugu yangu, umesikia? Injili hii ni taarifa za kurahisisha maisha yako mwenyewe. Ukielewa kwa kina, kwa upana, kwa marefu maisha yako, utapata uzima tele, utajiri na amani, na utatawala na kumiliki na kutoa hukumu kwa viumbe vyote, na utakuwa Mungu hapa duniani. Sasa hakuna Mungu mbangaizaji, hakuna Mungu muoga, hakuna Mungu anaumwa, hakuna Mungu ana matatizo. Hamna, ni aibu. Na haitatokea Mungu awe na matatizo. Mungu aogope. Kuna lugha mbinguni, nasema hamna hiyo lugha. Mbinguni hamna lugha imeshindikana. Hakuna hilo neno. Hakuna neno mbinguni naogopa. Hakuna neno mbinguni tukimbie. Hamna. Sasa mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Balaa hili ni kweli liko chini ya jua, lakini jua halipo. Na wewe ni wa juu ya jua. Wewe ni wa juu ya jua. Wewe ni raia wa wapi? Wa mbinguni. Baba yako ni Mungu aliye juu ya jua. Balaa hili lililoko chini ya jua litamalizwa katika jina la Yesu. Haleluya. Hasa sema, mimi ni raia wa mbinguni. Haki zangu zote zilizoandikwa mbinguni, zilizotunzwa mbinguni, pamoja na urithi wangu wote nitaupata, kwa sababu sitegemei ubinadamu wangu wala ubinadamu wa mtu mwingine. Nimetambua leo vitu vyote ni vyangu na vina kiu ya kuja kwangu kwa jina la Yesu. Sasa nitatembea katika nchi yangu kwa mapana na marefu, ili chochote nitakachokiona kikaingia moyoni mwangu tayari ni maisha yangu. Tayari ni maisha yangu. Kuanzia sasa na kuendelea, mimi ni tajiri, na utajiri wangu haupimiki, hauna idadi. Maana yake mimi ni zilionea. Mimi ni zilionea. Mimi ni zilionea. Nitatembea hatua kwa hatua mpaka nifikie mede ya thawabu. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Sema amina. Haleluya. Kama ukisema amina kubwa mpaka Mungu akashtuka, hicho kitu ni cha kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukisema amina kubwa mpaka Mungu sema nini kule, tayari hicho kitu cha kwako. Lakini waka amina kadogo, Mungu naye huwa anatulia. Mungu ana kazi nyingi. Hivi watu wamejaa dunia nzima, wewe hata umshitui ageukie kwako, atageuka saa ngapi? Sasa amina kubwa ni muhimu. Haleluya. Haya basi, kufikia hapo, Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Tumefikia hitimisho la ibada yetu.
kuwasiliana nasi kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili, 0767 40 97 40 na 0767 40 98 40. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia simu 0715 40 98 40. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784 40 98 40. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.yamiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/Amiki Ministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.